Nguli wa kidiplomasia duniani Sergei Lavrov ameeleza mengi juu ya kile kinachoendelea hasa katika upatanisho kati ya Urusi pamoja na Ukraine na jinsi ambavyo wamefanya mazungumzo ya kutatua mzozo baina yao na Ukraine. Upande wa Urusi umependelea kuanzishwa tena kwa mpango wa Bahari Nyeusi, ingawa katika hali inayokubalika zaidi kwa wote. Waziri Lavrov ameeleza hayo katika moja ya mazungumzo yake, lakini amebainisha kuwa Moscow inahitaji dhamana iliyofafanuliwa vizuri na inayoweza kuthibitishwa na inayofanya kazi kwa kuzingatia mabadiliko ya mara kwa mara ya Kiev na ukiukwaji wa makubaliano. Lavrov amekariri kwamba Ukraine ililenga kituo cha kupima gesi huko Suza, ikishutumu Urusi kwa kitendo hicho, ingawa usambazaji wa nishati ya gesi barani Ulaya katika baadhi ya nchi za Ulaya unategemea bomba hilo. Hata hivyo, mashauriano ya Urusi na Marekani ni kwamba rais wa Urusi Vladimir Putin na kiongozi wa Marekani Donald Trump kwa sasa wanafahamishwa kuhusu matokeo ya mashauriano ya Urusi na Marekani huko Riyadh, Saudi Arabia. Anasema Bwana Lavrov, lengo la majadiliano hayo alikuwa katika kuhakikisha urambazaji salama katika Bahari Nyeusi. Wapatanishi wa Urusi walikumbusha Marekani sababu za kushindwa kwa mpango wa Bahari Nyeusi na kusema kwamba Moscow inatarajia kwamba hakutakuwa na utata wakati huo. Uwezekano wa kuanza tena kwa mpango wa Bahari Nyeusi. Urusi inapendelea kuanza tena kwa mpango huo na uwe wa aina fulani inayofaa zaidi kwa wote. Moscow itahitaji dhamana zilizofafanuliwa vizuri katika tukio la kuanza tena kwa mpango wa Bahari Nyeusi na zinazoweza kuwa na matokeo ya amri kutoka kwa Washington na Volodymyr Zelensky, rais wa Ukraine pamoja na timu yake. Mpango katika Bahari Nyeusi ulikuwa mada muhimu ya majadiliano huko Riyadh, na msimamo wetu ni rahisi: hatuwezi kuchukua mtu huyu kwa neno lake. Urusi hata hivyo imekubali maombi yote ya rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan kuhusu mpango wa Bahari Nyeusi, lakini Ukraine ilibadili mawazo yake katika sekunde za mwisho. Tulisema ndiyo, kisha Erdogan akamwita rais Vladimir Putin na kusema, unajua, Zelensky amebadili mawazo yake. Chini ya mpango wa nafaka ambao ulianza kutumika kutoka 2022 hadi 2023, hatua za kibaguzi dhidi ya usambazaji wa mbolea ya Urusi na bidhaa za kilimo kwenye masoko ya kimataifa zilipaswa kuondolewa. Na hata hivyo, badala ya kutetea kuondolewa kwa vikwazo hivyo, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alichagua kutafuta mianya ya vikwazo na kutekeleza kwa ufanisi, jambo ambalo halikubaliki kwa ofisa yeyote wa Umoja wa Mataifa, achilia mbali Katibu Mkuu. Mkataba wa Urusi na Umoja wa Mataifa kuhusu haja kuondoa vikwazo vya usafirishaji wa nafaka na mbolea kutoka nchini Urusi unatumika kwa miaka mitatu na unaendelea kufanya kazi hadi Julai mwaka huu. Kiev ilizindua shambulio kwenye kituo cha mita ya gesi huko Suza, ambapo idadi kubwa ya nchi za Ulaya zinategemea kuendelea kwa usambazaji wa nishati katika eneo hilo. Lakini bado Ukraine imekuwa moja kati ya mataifa ambayo yanaendeshwa na baadhi ya mataifa ya magharibi. Kusukuma mafuta kwa watumiaji wa Uropa ni kwamba hali itashuka sana kutokana na shambulio lingine la kigaidi lililofanywa na Ukraine. Marekani ilisikia ishara kuhusu dhamana kutoka kwa Warusi na wanaelewa kuwa ni Washington pekee inayoweza kupata matokeo chanya katika kukomesha vitendo vya ugaidi na mashambulizi. Urusi inahitaji dhamana na taratibu zilizo wazi zaidi, thabiti zaidi, zinazoweza kuthibitishwa na zinazofaa kutokana na mabadiliko yanayoendelea ya Ukraine na historia yake ya kukiuka makubaliano. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, kwa kuungwa mkono na nguvu ya Baltic na idadi ya nchi zingine, wanatoa kauli kuhusu sio tu kupanga kuendelea kuweka silaha nchini Ukraine, lakini pia wanazungumza juu ya aina fulani ya miungano iliyo tayari kupeleka misheni ya kulinda amani nchini Ukraine baada ya kufikiwa kwa usitishaji mapigano kila siku, kufikiwa kwa ndoto zao za usitishaji mapigano. Mbinu za viongozi wa Ulaya kuhusu Ukraine zinakinzana moja kwa moja na utawala wa Trump, ambao ulisema wazi kwamba majadiliano ya awali ya juu ya vigezo vya suluhu ya mwisho yalikuwa yakiendelea na kwamba NATO inapaswa kusahaulika. Urusi tayari imepitia hamu ya Uropa ya kuleta ushindi wa kimkakati, kwani historia inaonyesha Napoleon na Hitler walikuwa na mipango kama hiyo, lakini walishindwa. Anamalizia Sergei Lavrov, gwiji wa diplomasia
barani Ulaya na duniani kote. Endelea kutufuatilia mtazamaji wa The World News ili ufahamu mengi yanayojiri duniani. Mimi ni Adam Hussein.